Habari mpenzi msikilizaji wangu. Three suitors, one husband. Three suitors, one husband are not three suitors, one husband. Even Americans could say suitors. We don't have suitor, we have suitor. Once we say suitor, we pronounce differently and we mean a different thing. So the pronunciation will become cumbersome for native speakers to understand. So you are not supposed to say suitor, you have to say suitor. Therefore, Three Suitors, One Husband was written by Guillaume Oyonombia. It's supposed to be Guillaume and not Guillaume, because this is a French word, Guillaume, which stands for William. And other confused word is Chejan. Don't say Chege. This character is not Chege, it's Chejan. Chejan. And the other mispronounced word here is Mvutesi village. Stop saying Mvutesi village. Say Mvutesi village. Just note it, not village, but village with an E. Village. 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 Okay, let's go. Yeah, this is David Michael Wimby, Mrs. Wimby's baby boy. I love you, and because I do, I care. Having heard it, let's go back to Swahili. Leo ninapenda kukusimulia tamthilia inayokwenda kwa jina la Waposaji Watatu Mme Mmoja. Kwa Kiingereza inajulikana kwa jina la Three Suitors, One Husband, kilichoandikwa na Guillaume Oyonombia katika kijiji cha Mvutesi nchini Kamerun mwaka 1960. Kuhusu mwandishi, Guillaume Oyonombia alizaliwa mwaka 1939 katika kijiji cha Mvutesi huko nchini Kamerun. Guillaume Oyonombia ni mwandishi wa tamthilia na hadithi fupi kutoka Afrika. Yeye ni miongoni mwa waandishi wachache wa Kamerun wanaotumia lugha mbili tofauti, yaani Kifaransa na Kiingereza kwa ufasaha zaidi. Kuhusu uandikaji wa kitabu hiki, awali kitabu kiliandikwa kwa lugha ya Kifaransa mwaka 1960 na ndiyo maana baadhi ya majina ni ya Kifaransa, na kikaigizwa kwa mara ya kwanza hadharani mjini Yaounde, Kamerun mwaka 1961. Baadaye kilitafsiriwa kwa Kiingereza na mwandishi huyo huyo na kuonyeshwa kwa mara ya kwanza nchini Uingereza katika chuo kikuu cha Kiel mwezi wa pili mwaka 1967. Baadhi ya wahusika katika tamthilia hii. Wa kwanza ni Juliette kwa Kifaransa au Juliet kwa Kiingereza. Huyu ni mhusika mkuu na ni binti wa Atangana. Wa pili ni Atangana. Huyu ni baba wa Julieti. Na watatu ni Makrita. Huyu ni mke wa Atangana. Wa nne ni Oyono. Huyu ni mtoto wa kiume wa Atangana ambaye ni kaka yake na Juliet. Wa tano ni Abesolo. Huyu ni babu wa Juliet. Na mwingine ni Bella. Huyu ni bibi wa Juliet. Mwingine ni Ondua. Huyu ni mdogo wa kiume wa Atangana. Mwingine ni Matalina. Huyu ni binti wa Ondua. Na mwingine ni Mbaga. Huyu ni kiongozi wa kijiji. Mwingine ni Mezoe. Huyu ni mwanandugu. Na mwingine ni Kouma. Huyu ni binamu wa Juliet. Na mwingine ni Oko. Huyu ni mchumba wa Juliet ambaye pia walisoma naye. Mwingine ni Ndi. Huyu ni mposaji wa kwanza. Mwingine ni Mbia. Huyu ni mposaji wa pili na ni tajiri sana. Mwingine ni Engulu. Huyu ni dereva wa Mbia. Mwingine ni Chejen. Huyu ni mposaji wa tatu. Na mwingine ni Sangatiti. Huyu ni mganga wa jadi. Kabla hatujaendelea na tamthilia yetu, naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Waweza kuniandikia kuwa unasikiliza kutokea wapi. Asante, Mungu akubariki. Tuendelee. Kichwa cha tamthilia. Kichwa cha tamthilia hii ni Three Suitors, One Husband, yaani waposaji watatu mme mmoja. Tukichunguza tamthilia hii kwa makini, tunaona kuwa kichwa chake kina uhusiano mkubwa sana na maudhui ya tamthilia.
Wafuatao ndio waposaji watatu na mme mmoja wanaotajwa katika tamthilia hii. Mposaji wa kwanza ni Ndii. Ndii ni kijana mkulima mwenye bidii anayetokea sehemu inayoitwa Awae, ambaye anapendekeza kumwoa Juliet na analipa kiasi cha faranga 100,000 kama mahari. Kwa bahati mbaya, hafanikiwi kumwoa Juliet kwa sababu mposaji wa pili anamzidi uwezo. Mposaji wa pili ni Mbia. Mbia ni mtumishi tajiri wa serikali anayetokea sehemu inayoitwa Sangmelima, ambaye pia anataka kumwoa Juliet na analipa faranga 200,000 pamoja na vitu vingine vingi vinavyotakiwa na kuongezwa juu ya mahari ili ndoa ikamilike. Hata hivyo, naye hafanikiwi kumwoa Juliet. Mposaji wa tatu ni Chejen. Huyu Chejen ni mfanyabiashara tajiri anayetokea sehemu inayoitwa Bamileke, ambaye yuko tayari kulipa kiwango cha juu cha faranga 200,000 kwa ajili ya Juliet. Hata hivyo, hafanikiwi kumwoa kwa sababu familia ya Juliet inamtaka alipe faranga 300,000. Kwa kuwa hana nia ya kuongeza fedha hizo, anaamua kuondoka. Mme ni Oko. Oko ni kijana msomi anayetokea sehemu inayoitwa Ambam, ambaye anafanikiwa kumwoa Juliet baada ya kulipa kiasi kilichotakiwa cha faranga 300,000 kwa mara moja. Anafanikiwa kupata fedha hizo kwa kusaidiwa na Juliet, ambaye anaiba fedha ambazo baba yake alipokea kutoka kwa waposaji waliopita, na hatimaye wawili hao wanafunga ndoa kihalali. Mandhari ya tamthilia hii. Mazingira ya tamthilia hii ni kijijini. Tamthilia imefanyika katika kijiji cha Mvutesi kilichopo kusini mwa Kamerun Mashariki. Hiki ni kijiji cha asili cha jamii ya Bulu kilichojengwa kando ya barabara. Pia kuna mazingira madogo madogo kama jikoni ambako baadhi ya matukio yanafanyika. Maelezo ya vitu vilivyomo ndani ya jiko la Makrita mwanzoni mwa tendo la 3 yanaonyesha wazi mazingira ya kijijini. Mtindo wa tamthilia hii. Mwandishi wa tamthilia ametumia zaidi mtindo wa mazungumzo katika tamthilia nzima. Pia kuna matumizi machache ya usimulizi, hasa katika maelezo ya jukwaani mwanzoni mwa kila tendo. Ili kuufanya mtindo wake uwe wa kuvutia zaidi, mwandishi ametumia pia nyimbo, kwa mfano wakati Ondua akiimba. Tukio la kwanza. Ndugu wanamsubiri Juliet kwa hamu kijijini. Ni mchana tulivu katika kijiji cha Mvutesi. Ndugu wanaonekana wakikusanyika nyumbani kwa Atangana, wakimsubiri Juliet afike muda wowote kutoka shule yake ya bweni inayoitwa Libamba. Atangana anaonekana akitengeneza kikapu, huku baba yake ambaye ni Abesolo akiwa bize kuchonga sanamu ya mpingo. Oyono na Ondua wanacheza mchezo wa songo. Wanaume wote wanaonekana wakinywa pombe ya mnazi. Wanawake kama Matalina na Bella hawanywi pombe, badala yake wanapasua karanga kwa ajili ya chakula. Baadaye Atangana anaonekana akilalamika tabia ya mke wake kuchelewa kurudi kijijini kutoka shambani. Anamwambia mdogo wake Ondua kuwa, unaona Ondua, hata saa yenyewe inaonyesha kwamba tayari tumeshafika katikati ya mchana na mke wangu bado yuko shambani. Huyu mwanamke ataelewa lini kwamba anatakiwa kurudi kijijini kabla ya adhuhuri? Abesolo ambaye ni baba yao anawasisitiza watoto wake kuwa hao wanawake inatakiwa kuwa mnawapiga ili wawe wanawaheshimu na kuheshimu muda wa kurudi nyumbani. Kuwasili kwa Juliet. Juliet anapokelewa kwa furaha kubwa kijijini na ndugu zake. Anawakumbatia wanafamilia kwa mtindo wa Kibulu kama desturi inavyotaka. Baada ya muda mfupi, Juliet anashtuka sana anapoambiwa kuhusu mipango ya ndoa iliyofanywa na familia yake kwa niaba yake. Anaambiwa kwamba Ndii ambaye ni mkulima kijana alikuja kuwaona wiki 5 zilizopita na kusema kwamba anataka kumwoa Juliet. Na zaidi ya hayo, tayari Ndii amekwisha walipa mahari ya faranga 100,000.
Juliet anashangaa zaidi baba yake anapomwambia kwamba walikuwa pia wanamtarajia mposaji mwingine, mtumishi mkubwa wa serikali aitwaye Mbia, ambaye naye anataka kumwoa Juliet. Ikiwa Mbia atalipa mahari kubwa zaidi kuliko Ndi, basi Mbia ndiye atakayemwoa Juliet. Jambo hili linamkasirisha sana Juliet na anaonekana akimfokea baba yake kwa kusema, nini? Mimi nauzwa? Mnajaribu kunitoa kwa anayetoa bei kubwa zaidi. Kwa nini hamkuniuliza maombi yangu kuhusu ndoa yangu mwenyewe? Hali hii inaleta mgogoro mkubwa wa kifamilia kati ya Juliet na ndugu zake, kwani ndugu wote wanachoamini ni kwamba Juliet ameharibiwa na elimu ya sekondari iliyoletwa na Wafaransa nchini Kamerun. Makrita anarudi nyumbani kutoka shambani. Makrita ambaye ni mama yake Juliet anarudi kutoka shambani akiwa na kikapu chenye mazao ya chakula kama mihogo, ndizi na miwa. Mara tu Juliet anapomwona mama yake, anamwendea na kumkumbatia. Atangana anamlaumu mke wake Makrita kwamba ndiye aliyemfundisha Juliet tabia hiyo mbaya ya aibu ya kutotii wazazi. Kuwasili kwa Mbia. Oyono anawajulisha watu kuhusu ujio wa mtu mkubwa ambaye ni Mbia. Mbia amevaa suti ya Terriland, miwani mieusi na mkusanyiko mkubwa wa medali kifuani mwake unaomfanya aonekane kweli kama ni mtumishi mkubwa sana wa serikali. Watu wanachanganyikiwa na kufurahia ujio wake. Atangana anamwamuru Oyono kwenda kupiga ngoma ili kuwajulisha watu wote kijijini waje nyumbani kwake mchana huo. Pia anataka watu wote wapande juu ya paa ili kumpokea Mbia kwa shangwe kubwa. Tukio la pili. Mbia anajitambulisha mbele ya wanakijiji. Mbia anaalikwa kijijini. Anafika akiwa na dereva wake aitwaye Engulu. Baada ya kuketi kwenye kiti kikubwa cha mkono, anaombwa ajitambulishe mbele ya wanakijiji na awaeleze kilichomleta. Mbia anaanza kujitambulisha kama mtumishi mkubwa wa serikalini kutoka Sangmelima anayefanya kazi katika ofisi kubwa sana. Anawaambia watu kwamba kutokana na uwezo wake wa kipekee amepata medali nyingi za heshima. Kisha anaendelea kueleza sababu ya ujio wake kijijini, kwamba anataka heshima ya kuwa mwanandugu katika familia ya Tangana kwa njia ya kumwoa Juliet. Hivyo anaomba ruhusa ya kumwoa Juliet. Miongoni mwa mambo mengine, Mbia anamwamuru dereva wake Engulu kuwagawia wanakijiji vinywaji. Wanakijiji wanaanza kunywa kwa hamu bila hata kuangalia chupa. Mbia anaulizwa kuhusu ukoo wake. Abesolo anamwambia Mbia kwamba kabla ya kujibu ombi lake la kumwoa binti yao wa kijiji, yani Juliet, lazima awaambie wanakijiji kuhusu nasaba yake. Mbia anajitambulisha kwamba anatoka katika kabila la Ese. Kwa upande wa mama yake, yeye ni uzao wa Mbida Mbanesi. Bibi yake upande wa mama yake alikuwa Mnyembon, yani Yembong. Kusikia jina Yembong, wanakijiji wanatoa kilio kikubwa cha huzuni na mshtuko. Mbia anashangaa na kumtazama Abesolo kwa mshangao, naye Abesolo anakuwa na hasira zaidi kuliko wengine. Inabainika kwamba bibi wa babu wa Juliet kwa upande wa Abesolo pia alikuwa Mnyembong. Mbia anasema kwa mshangao, haiwezekani ndoa, na vipi kuhusu bia yangu? Abesolo anajibu kwa hasira, hakuna ndoa, hakuna ndoa, mrudishieni bia yake. Yeye ana uhusiano wa damu kabisa na Juliet, hakuna ndoa. Mbia anamwambia dereva wake kuwa, Engulu, chukua bia yangu turudi, tutaondoka. Wanakijiji wanakimbilia mapipa ya bia na kujihudumia vinywaji zaidi, huku Engulu akijaribu kwa shida kuwazuia bila mafanikio. Mbaga ambaye ni chifu wa kijiji anawashawishi wanakijiji wamkubali Mbia kumwoa Juliet. Anasema kuwa watu wakubwa wanapaswa kupewa heshima maalum, na kwa kuwa Mbia ni mtumishi wa serikali,
anastahili kutendewa kwa heshima kubwa na kumwoa Juliet. Katika kitabu, Mbaga anaonekana akimsifu na kumtukuza sana Mbia. Mbaga anasema kuwa, sikilizeni nyote, mimi ni chifu wa kijiji hiki. Mbia mgeni wetu amekuja kutoka Sanmelima kwa sababu anataka kumwoa binti yetu Juliet. Najua baadhi yenu mnafikiri ana uhusiano wa damu na Juliet, hivyo hakuna ndoa. Lakini nini, tuwe wajinga kiasi gani cha kumkataa mtumishi wa serikali kama Mbia kwa sababu hizo? Je, watu wakubwa hawastahili heshima ya pekee? Wanakijiji wote walijibu kwa sauti wakisema, wanastahili. Sasa watu wote akiwemo Abesolo wanakubali na kuunga mkono msimamo wa Mbaga kwamba Mbia anapaswa kumwoa Juliet. Kisha Mbia analipa mahari ya ndoa faranga 200,000 na kumpa Mbaga ambaye anakagua pamoja na Abesolo, kisha wanampa Atangana. Katika kitendo hiki mwandishi anaonyesha kwamba Mbia ana wake 8, hivyo akimwoa Juliet atakuwa mke wa 9. Hali hii ya kuoa wanawake wengi huitwa ndoa za mitala. Zaidi ya hayo, mwandishi anaonyesha kwamba hakuna hata mmoja kati ya wake wa Mbia aliyewahi kusoma shule ya sekondari kama Juliet. Hivyo, ikiwa Mbia atafanikiwa kumwoa Juliet, anatarajiwa sana atakuwa ndiye mwenye mamlaka ndani ya nyumba. Baada ya kulipa mahari, Mbia anawaambia watu kwamba lazima ahudhurie sherehe ya cocktail katika makazi ya siri ya katibu wa serikali jioni hiyo. Baada ya hapo, Juliet hafurahii kitendo ambacho familia yake imekifanya, hasa kuhusu suala la ndoa kwa kuwa hakushirikishwa. Juliet anashikilia msimamo wake kwamba anampenda mposaji wake Oko badala ya waposaji wawili waliopendekezwa, yani Ndi na Mbia. Hali hii inaleta mgogoro mkubwa kati ya Juliet na kaka yake Oyono, kwani Oyono anaamini kuwa Juliet hampendi yeye kwa sababu fedha za mahari zilizolipwa kwa Juliet zingetumika kumwozesha mke wa baadaye wa Oyono. Kwa hiyo kukataa kwa Juliet kuolewa na mtumishi wa serikali kunamaanisha kwamba Oyono atakosa nafasi ya kupata mke. Kisha watu wote wanaingia kula ndani. Tamthilia inaonyesha kwamba kwa mila za jadi watoto wanapaswa kuzingatia adabu za kula. Wakati wa kula, wazee wanasikika wakiwakemea watoto wanaokula bila adabu au kwa njia isiyo sahihi. Juliet anaiba mahari na kumpa Oko. Juliet anakutana na Oko ambaye alikuwa akija nyumbani kwao. Anamweleza kuhusu janga lililomkumba. Mwanzoni Oko haelewi vizuri jambo hilo, hivyo anaonekana kumshauri Juliet akubali ndoa. Lakini baada ya kufahamu kwamba familia ya Juliet tayari imemchagulia waposaji, anakasirika sana kwa sababu anampenda Juliet na yuko tayari kumwoa. Juliet anapendekeza waingie ndani ya nyumba ili waibe mahari iliyolipwa tayari na Ndi na Mbia. Juliet anakimbia kuelekea nyumbani huku akimwahidi Oko kumletea faranga 300,000. Kouma ambaye ni binamu wa Juliet naye anaonekana akifika kwa pikipiki yake ya zamani na anazungumza na Oko. Baadaye Juliet anatoka ndani ya nyumba huku akiwa na kimkoba cha kizamani, yani briefcase. Oko anafurahi baada ya kugundua kwamba ni fedha zilizokusudiwa kuharakisha ndoa yao. Kouma anamlazimisha Oko kupanda nyuma ya pikipiki yake akimwambia, njoo ukae hapa na utakuwa tajiri hivi karibuni. Ndoa ni ghali siku hizi, ni bora utumie fursa ya pesa yako uoe. Tukio la 3. Ndi anafika nyumbani kwa Atangana usiku huo huo. Ndi anafika nyumbani kwa Atangana usiku katika siku hiyo hiyo. Anaambiwa kwamba Juliet hana tena nia ya kuolewa naye kwa kuwa anampenda zaidi Mbia. Baada ya kusikia hivyo,
Ndi anataka arudishiwe fedha zake ili aweze kurudi kijijini kwake awaye. Atangana anaenda ndani ya nyumba kuchukua fedha ili ampatie Ndi, lakini anagundua kuwa fedha pamoja na mkoba wake vimepotea. Wanakijiji wanapogundua kinachoendelea, Mbaga anapewa jukumu la kumshawishi Ndi aongeze kiasi kingine cha faranga 100,000 ili amchukue Juliet mara moja. Ndi anakubali kumwoa Juliet, lakini anapoambiwa aongeze pesa zaidi, anakataa kabisa na kutishia kuwapeleka polisi, kisha anaondoka. Watu wanapata hofu kubwa, lakini Mbaga anawashauri wajaribu kumshawishi yule mtumishi wa serikali, yaani Mbia, ambaye alimwacha akiwa anakunywa pombe nyumbani kwake. Watu wanaamua kumfuata Mbia nyumbani kwa Mbaga ili kumshawishi aongeze faranga 100,000 ili amchukue Juliet mara moja. Wanazihitaji sana pesa hizo ili wamrudishie Ndi. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, Mbia hayuko tayari kuongeza pesa na anawatishia kwamba atawaleta makamishna wa polisi 10 siku inayofuata. Katika kitabu, Mbia anaonyeshwa akimwamuru dereva wake Engulu kwa kusema, Engulu, chukua jina la kijiji hiki kwenye daftari lako. Andika kwamba watu wa kijiji hiki hawaheshimu watumishi wakubwa wa serikali kama mimi. Barabara zinazoelekea Mvutesi ziko vibaya sana. Nyumba hazijapakwa rangi kama zinavyotarajiwa kwa heshima ya ziara yangu. Wanawake wa kijiji hiki wanauza pombe haramu ya Ak. Baada ya kumaliza kusema haya, anaondoka kuelekea barabarani pamoja na dereva wake, akiwaacha wanakijiji wakiwa wamechanganyikiwa na hofu kubwa. Tukio la 4. Sangatiti, mganga wa kienyeji, anakuja kutafuta fedha zilizopotea. Tamthilia inaanza ikionyesha sehemu ile ile usiku. Jukwaa linaangazwa na mwanga mwekundu wa moto wa mganga wa jadi. Wanakijiji wote, wanaume na wanawake, wanasimama kwa mduara nyuma ya Sangatiti, mganga wa jadi pamoja na msaidizi wake, ambao wanaonekana wakicheza ngoma. Watu wanaamua kumuita mganga ili awasaidie kugundua nani aliyeiba pesa. Mganga anadai vitu vingi sana kama vile kondoo dume, bata na jogoo kabla ya kutatua tatizo. Hata hivyo, anawadanganya wanakijiji kwa kuwaambia mfululizo wa uongo. Baadaye wanakijiji wanatambua kwamba walikuwa wanadanganywa. Macho yao yanafunguka na wanaanza kusema, wewe ni mwongo, wewe jambazi, wewe mwizi na kadhalika. Wanamfukuza kabisa kutoka kijijini. Tukio la 5. Hatimaye Oko anamuoa Juliet. Tamthilia inaanza ikionyesha kwamba ni siku inayofuata, mchana wenye jua kali. Wanaume wa kijiji wamekusanyika mbele ya nyumba ya Tangana. Wanaonekana wakiwa na huzuni na kukasirishwa na uasi wa Juliet kwa kuwa hayuko tayari kuolewa na Ndi wala Mbia. Wanasema kwamba Juliet ameharibiwa na elimu ya sekondari. Kisha wanapendekeza kwamba Atangana ampeleke Juliet Yaounde, mji mkuu wa Cameroon, na azunguke naye katika ofisi zote ili aweze kuvutia waposaji wengine mjini. Wanaendelea kumshawishi Atangana kwamba kama mtu yeyote atakubali kulipa faranga 300,000 mara moja, basi ampe Juliet bila kuchelewa. Baada ya kusikia maoni hayo, Juliet anafanya uamuzi wake na anakubali kuolewa na yeyote atakayelipa faranga 300,000 mara moja. Anasema, nitaolewa na mtu wa kwanza atakayelipa faranga 300,000 mara moja, lakini lazima ndoa ifanyike hapo hapo bila kuhitaji suti ya Terilan wala kondoo wala nguruwe wala karanga za kola. Juliet alikuwa ana matumaini kwamba mtu huyo angekuwa Oko, ambaye alitarajiwa kufika wakati wowote. Hata hivyo, mposaji wa 3, yaani Chejen, anafika na watu wanamshawishi alipe faranga 300,000 wakidai kwamba Juliet ni msichana mwenye elimu kubwa sana. Hili linaonekana pale Mbaga anapomwambia Chejen, binti huyu anaweza kuzungumza Kiingereza, Kihispania, Espanol, Spanish, lugha zote hizo wanazofundisha Dibamba. Hata hivyo,
Hawafikii makubaliano kwa sababu Chechen yuko tayari kulipa faranga 200,000 tu kama mahari. Hivyo Chechen anashindwa kumwoa Juliet. Kuwasili kwa Oko. Oko anafika akiwa amevaa kama mtu mkubwa, akivuta sigara ndefu ya kiko. Anaandamana na Kouma pamoja na wanamuziki 6. Oko yuko tayari kumwoa Juliet, lakini anataka msichana huyo aulizwe maoni yake kwa kuwa ndiye anayeolewa. Hivyo ni bora achague mume wake mwenyewe. Wazee wanapinga kwa nguvu pendekezo hilo. Wanaogopa Juliet anaweza kuanza upuuzi wake wa kutaka kuolewa na mwanafunzi wake wa shule. Mbaga anaonekana akimwambia Kouma kuwa Kouma, huwezi kumweleza bwana daktari wa majani ya mnazi daktari wa Kihispania na Espanol kwamba wanawake hawazungumzi hapa Voltesi. Tumeamua tayari kumtoa Juliet. Yeye ana uhusiano gani na hilo? Ana nini cha kusema? Baada ya hapo, Kouma anakubali na Juliet anasogea karibu nao, akijifanya anawatazama kwa makini. Atangana kwa aibu, anaonyesha jani linalomwakilisha Oko, huku akimpa Juliet ishara ya macho, kumshawishi achague vizuri. Hatimaye Juliet anachagua jani linalomwakilisha Oko. Mahari inalipwa na ndoa inakamilika. Atangana anasikika akimwambia binti yake kuwa, unajua mwanangu, ningeweza hata kukutoa bure kabisa kwa huyo mwanaume wako wa Leclerc. Na huu ndio mwisho wa tamthilia yetu. Tunapata mafunzo gani kutoka kwenye tamthilia hii? Ndiyo, mafunzo ni mengi sana na haya ni baadhi yake. Funzo la kwanza, ndoa ya kulazimishwa huondoa furaha. Tamthilia inaonyesha kuwa ndoa inapaswa kujengwa juu ya upendo na ridhaa ya wahusika, si fedha au shinikizo la familia. Juliet analazimishwa kuolewa na Mbia kwa sababu familia yake inataka kupata utajiri kupitia mahari kubwa. Hata hivyo, Juliet anakataa kwa kuwa hampendi Mbia na tayari anampenda Oko. Mwishowe anafanikiwa kuolewa na mtu anayempenda. Kwa mfano, Atangana na wanafamilia wanamlazimisha Juliet aolewe na Mbia baada ya kulipa faranga 200,000, lakini Juliet anakataa kwa sababu hampendi. Funzo la pili, mila na desturi zilizopitwa na wakati zinapaswa kuachwa. Baadhi ya mila zinazoonekana katika tamthilia hii ni za kikatili na zisizofaa katika jamii ya kisasa. Jamii inaamini sana ushirikina, uganga wa kienyeji na kupigwa kwa wanawake kama njia ya kuwanyamazisha. Mwandishi anaonyesha kuwa desturi hizo husababisha migogoro, hofu na unyonyaji. Kwa mfano, wanapopoteza fedha za mahari, wanamuita mganga sangatiti ili atafute fedha hizo kwa nguvu za kichawi. Mwishowe wanagundua kuwa ni mwongo na tapeli. Funzo la tatu, wanawake wanapaswa kupewa haki ya kufanya maamuzi yao. Tamthilia inaonyesha kuwa wanawake walionekana hawana sauti katika jamii. Hawakuruhusiwa kuchagua wa kuolewa naye wala kushiriki katika maamuzi muhimu. Hata hivyo, Juliet anasimama kidete kutetea haki yake ya kuchagua mwanaume anayempenda. Kwa mfano, Oko anasema atamwoa Juliet tu ikiwa Juliet mwenyewe atakubali. Kauli hiyo inawashangaza wanajamii kwa sababu hawakuamini mwanamke ana haki ya kuchagua mume wake. Funzo la nne, tamaa ya mali na ubinafsi husababisha migogoro katika jamii. Tamthilia inaonyesha jinsi tamaa ya pesa na mali inavyochangia kuharibu maamuzi ya kifamilia na kuleta migogoro. Wazazi wa Juliet wanavutiwa zaidi na kiasi cha mahari kuliko furaha ya binti yao. Hali hii inasababisha mivutano kati ya Juliet na familia yake, pamoja na mabadiliko ya mara kwa mara ya waposaji kulingana na aliyelipa zaidi. Kwa mfano, Atangana na wanakijiji wanakubali kumpa Juliet kwa mtu yeyote atakayelipa faranga 300,000 mara moja, bila kujali upendo au hisia za Juliet. Funzo la tano, elimu inaweza kubadilisha fikra za kijamii.
Tamthilia inaonyesha kuwa elimu ya Juliet inafanya awe na uelewa mpana zaidi kuhusu haki zake na maisha kwa ujumla. Tofauti na wazazi wake na wanakijiji wanaoshikilia mila za zamani, Juliet ana uwezo wa kupinga ndoa ya kulazimishwa na kudai uhuru wa kumchagua mwenzi wake. Kwa mfano, Juliet anasoma shule ya sekondari Libamba au Leclerc, na kutokana na elimu hiyo anakataa kufuata maamuzi ya wazazi wake ya kumwozesha kwa anayelipa mahari kubwa zaidi. Na huu ndio mwisho wa tamthilia yetu. Nashukuru sana kwa kuweza kutenga muda wako na kunisikiliza mpaka wakati huu. Naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kama bado haujasubscribe, lakini pia waweza kuniambia kuwa unasikiliza kutokea wapi. Je, wewe umepata funzo gani kutoka katika tamthilia hii ya Bwana Guillaume Oyono Mbia? Na ni kitabu gani cha fasihi ungependa niweze kukisimulia pia? Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi. Mungu akubariki na kupenda sana. Kwa heri.